Kila programa ambayo unamuona leo, basi naye kuna siku alianza na mstari wake wa kwanza wa kodi. Na sisi leo tunakwenda kufanya jambo hilo hilo kwa kupitia jQuery. Mwisho wa video hii utakuwa tayari umeandika jQuery yako ya kwanza, tayari umeiona ikifanya kazi kwenye browser na kuelewa kwa nini mstari huo ni muhimu sana ambao tutakwenda kuandika leo katika video hii. So karibu sana kwenye playlist yetu hii. Video iliyopita tuliunganisha jQuery kwenye project yetu kwa kutumia njia mbili, CDN na offline file. Tukaona njia zote hizo, nategemea umeshatazama video iliyopita, na tukaweza kuthibitisha kuwa browser tayari inaweza kuiona jQuery. Lakini hadi kufikia hapa kwenye video hii bado hatujaandika hata mstari mmoja wa jQuery. Sasa leo rasmi tunaanza na tunakwenda kuandika huo mstari wa jQuery wa kwanza na kuendelea kujifunza hii library ya JavaScript na kuona ilivyo na nguvu sana ambao unaweza kuitumia katika kazi zako kama utakuwa na ujuzi wa hii library ya jQuery. Na usiwe na haraka kujifunza mambo mengi kwa wakati mmoja. Lengo la leo ni rahisi sana katika video hii. Ni just kuandika jQuery yetu ya kwanza na kuelewa kinachotokea nyuma ya pazia. Simple. Kwa mwisho wa video hii utaweza kuandika mstari wako wa kwanza wa jQuery, kutambua kuwa jQuery imeunganishwa vizuri na inasoma vizuri, kutofautisha JavaScript ya kawaida na jQuery kwa mfano ambao utakuwa ni simple, lakini pia kujiandaa kwa concept muhimu sana ya video inayofuata. So, jambo la kwanza nataka tujiulize. Tulijifunza kuwa jQuery ni JavaScript library. Tegemea ilikuwa ni video ya kwanza tuliongea kuhusiana na hilo. Lakini library hiyo inatupa nini? Labda unajiuliza na wewe swali hili. Inatupa functions nyingi zilizotengenezwa tayari. Miongoni mwa vitu ambavyo inatupatia ni hivyo, function ambazo tayari zimeshatengenezwa. Na ili basi sisi tuanze kuzitumia function hizo kufanya mambo mbalimbali, lazima kwanza tuandike kodi ambayo inayotumia jQuery. Sasa leo hatutafanya mambo magumu. Tutafanya kitu kidogo sana, lakini hicho ndicho ambacho kitakuwa msingi wa kila kitu kitakachofuata kwenye playlist hii. Kuhakikisha unaweka umakini katika video hii ili basi huko mbeleni tusiachane. So, tufungue faili yetu ya script. Okay, katika ile project yetu. Hapa ndipo tutakuwa tunaandika kodi nyingi za jQuery kwenye playlist yetu. Kwa mfano tuandike mstari huu console.log. Tuandike hapa simple message, karibu kwenye jQuery. So, kabla ya kutumia jQuery, nataka kwanza nihakikishe kuwa faili letu la JavaScript linafanya kazi vizuri. Kwa nimeandika simple line hii kama unavyoiona. Kwa hiyo hapa nitakachokifanya ni kuja katika browser. Baada ya hapo nita right click inspect, then tutakuja katika sehemu hii ya console. Okay? Hapa katika hii sehemu ya console unaona kuna soma hapa karibu kwenye jQuery course. Console yako na wewe pia itaonyesha kama hivi, kama utakuwa umeandika kama hivi mimi ambavyo nimeandika. So nataka sasa tufute hii string ambayo ipo humu ndani katika console.log yetu, tufute na badala yake tuandike jQuery. Tuandike kama hivi. Alafu angalia tofauti iliyopo. Ukiangalia huku sasa hivi kumebadilika. Unaona kile ambacho kimekuja. Badala ya kuonesha yale maandishi kama ya mwanzoni, sasa hivi tayari browser inatuonyesha tayari kwamba ina access, inaupata hizo kodi za jQuery kupitia faili ambayo tumelinki katika page yetu. Unakumbuka video zilizopita, sina haja ya kurudia tena. Kwa hiyo hapa sasa hivi unaona kuna display vitu tofauti. Na hii yote inaonyesha jQuery tayari inasoma vizuri kwenye project yetu. Ukikliki hapa mfano, inaleta hapa kwenye tabu hii ya sources. Na hapa unaona faili yetu hii ya jQuery yote hapa kuna function, kuna mambo mengi humu ndani. Hatuna haja ya kuingia humu na kuyachunguza kuangalia kitu kimoja kwenda kingine, hapana. Sisi ni just kutumia tu hivi vitu ambavyo tayari vipo humu na utaona jinsi ambavyo vinafanya kazi, jinsi ambavyo vinakwenda kuturahisishia sisi kufanya mambo mbalimbali ambapo JavaScript ya kawaida ingetuhitaji sisi tuandike mistari mingi ya kodi, lakini kupitia library hii ya jQuery tunarahisisha na simple tu tunafanya vitu hivyo kwa line chache na kwa urahisi kabisa. So, nadhani na wewe kwako huko utaona output kama hii. Kama umeona kama hivi, maana yake tayari jQuery inapatikana vizuri kwenye project yako. Ndio kitu kikubwa ambacho nilikuwa nahitaji tuweze kukiona hapa. Tunataka kujua kwamba browser tayari imeipata jQuery vizuri. Sasa maybe unaweza kujiuliza, kama hiyo ndio jQuery, kwa nini watu wengi
huwa wanaandika alama ya dola? Ni swali zuri sana. Pengine huko katika pita zako unafuatilia kuhusu jQuery, unakuta mbona alama za dola ni nyingi sana katika language hii ya jQuery. Kwa sababu jQuery ina njia mbili za kuita. Njia ya kwanza ni kutumia jina lake full kama hivi ambavyo tumeweka sisi hapa. Umeona? Tumeandika hapa jQuery. Lakini njia ya pili ni kwa kutumia hiyo $sign. Labda nikuonyeshe. Tukiandika $sign pia output tunapata hiyo hiyo. Umeona? Katika console output ni hii tumeandika $sign. Na hiki kifupi cha hii $sign ndicho utakachokiona karibu kwenye kila project ambayo ina jQuery. Ukianza kuona tu $sign, anza kutia mashaka hapo jQuery imetumika. Sio kwamba language nyingine hazitumii $sign, kuna baadhi ya sehemu inatumika hii $sign, lakini katika jQuery ni kama vile hii $sign sehemu ya jQuery. Kwa hiyo ukiandika hapa $sign katika console huku, unaona output inafanana na ile ambayo tumeandika simple jQuery. Kwa hiyo $sign inamaanisha jQuery. Ni ufupisho tu wa instead ya kuandika jQuery tumeandika $sign. Simple, fahamu hivyo. Vyote vinaelekeza kwenye library hii ya jQuery. Tofauti na namna tu ya kuviandika kama tulivyoona. So kitu kingine ambacho nataka tuweze kujaribu hapa na tuweze kujifunza, tuandike line hii hapa ya kodi katika script file yetu huku. Tuandike alert, alafu tuandike ndani humu let's say karibu. Ona alert ishaanza kutokea huku katika browser, karibu kwenye jQuery course. Simple. So ukija katika browser unaona alert ina display, nikirefresh inatoka alert, karibu kwenye jQuery course. Hii tulioiandika hapa, hii alert sio function ya jQuery, ni function ya JavaScript. Sote tunaifahamu, nadhani wale ambao wamepitia katika JavaScript. Nimeweka hapa kukuonyesha kuwa ndani ya hii script.js tunaweza kutumia JavaScript ya kawaida, lakini pia tunaweza kutumia jQuery. So tufute hii alert. Nilitaka tu kukuonyesha kwamba katika faili yetu hii ya script.js tunaweza kuandika JavaScript ya kawaida, vanilla JavaScript, lakini pia na hii jQuery. Sasa tubaki kwenye line yetu hii console.log, kwa sababu video ambayo itafuata itaanza kutumia hii alama ya dola ambayo unaiona hapa tumeiweka kwa mara ya kwanza na kuona inavyofanya kazi haswa katika jQuery. Nataka tujenge mfano mdogo ili kuweza kwenda kutamatisha video hii na uweze kupata picha ya ujumla ya hiki ambacho tumejifunza. Fikiria rafiki yako anaitwa Muhammad, lakini watu wengi wanamuita Mo. Majina ni mawili lakini mtu ni mmoja. Ndivyo ilivyo kwa katika hivi vitu ambavyo tumevitumia hapa. Hii $sign na ile jQuery. Ndivyo ilivyo. Vyote vinamaanisha kitu kile kile. So ukiona error, mfano inasema hii $sign is not defined, basi kumbuka inawezekana umesahau kulinki jQuery katika hiyo project yako, hiyo page yako, ama umeilinki vibaya. Lakini pia script.js faili yako hii ipo kabla ya jQuery. Nimekwambia hii isiwepo juu ya faili yako ya jQuery. Hakikisha faili ya jQuery inakuwa juu. Kwa unapoona error inasema hii $sign haitambulikani, zingatia mambo hayo. Umesahau kulinki jQuery, ama script.js faili hii ipo juu ya faili ya jQuery ama link ya jQuery kama umetumia CDN. Lakini pia hakikisha path ya jQuery ni sahihi. Usifanye makosa katika kulinki ama haujasave hiyo file, na ndio maana unakutana na hiyo error, mfano hii $sign is not defined. Labda nikuonyeshe. Kwa mfano tuchukulie hapa tumekosea kulinki hii jQuery yetu. Okay? Hapa tumekosea kulinki jQuery yetu. Tukija huku katika browser, tukirefresh, tukiinspect, tukija katika console, angalia tumepata errors. Okay? Kwa sababu kitu ambacho tumekifanya katika script yetu hii console.log $sign haitambulikani. Unaona huu ujumbe huu, uncount reference error, $sign is not defined. Haitambulikani jQuery kama ipo. Kwa hiyo hapa tumekosea path katika kuandika kulinki. Lakini tutakapoweka sawa tayari inatambulikana $sign ni kitu gani. Nadhani utakuwa umenielewa. Sasa kazi kwako, jaribu huko kufanya wewe mwenyewe, tumia hii console.log, testi, weka jQuery, tumia hii $sign vile vile, linganisha output, hakikisha zote zinafanya kazi bila ya error. Ukifanikiwa ujue browser yako iko tayari kabisa kwa hatua inayofuata. So leo tumefanya mambo manne muhimu. Kwanza tumethibitisha kuwa script.js inafanya kazi. Pili tumethibitisha kuwa browser inaijua jQuery, na tatu tumejifunza kuwa jQuery, ile kuandika jQuery na kuandika hii $sign vina maana moja. Lakini nne tumeelewa kuwa bado tunaweza kutumia JavaScript ya kawaida pamoja na jQuery katika faili yetu hii moja. So jQuery ni jina kamili, $sign ni kifupi cha
hilo jina la jQuery. Vyote vinafanya kazi sawa. Ukiona $sign is not defined, error hiyo umeletewa kwenye console mfano, kagua kwanza jQuery yako umelinki vizuri. So sina la ziada leo. Tumeandika mstari wetu wa kwanza wa jQuery, lakini kuna swali muhimu sana bado halijajibiwa. Kwa nini karibu kila project ya jQuery huanza na kitu kinachofanana na hiki? Kitu gani hiki unakiongelea hapa? Acha nikuandikie. Ukione kwa nini kila faili ya jQuery huwa tunaanza na kitu hiki. Document.ready function. Kwa nini tunakuwa tunaanza hivi? Sasa hii nitakuja kujibu katika video zinazofuata, katika video inayofuata hapo mbeleni. Kuhakikisha unaendelea kufuatilia series hii kama unataka kujifunza pamoja na mimi jQuery hatua kwa hatua. Kwa nini sasa tunaandika line hii hapa na kodi zote za jQuery zinakuja humu ndani? Kwa nini watu hawaandiki kodi moja kwa moja? Je, document ni nini hapa? Hii .ready ni kitu gani? Inafanya kazi gani? Ni ina umuhimu gani? Hilo ndilo ambalo tutakalolielewa kwenye video inayofuata. Kama umefika mpaka hapa na umeona console.log $sign ulivyoiweka ikifanya kazi bila error, niandikia katika sehemu ya comment fast jQuery done. Usisahau kulike video hii, kusubscribe ili tuendelee kujenga maarifa, kujifunza pamoja na hatua kuweza kujenga ujuzi ambao utatuwezesha sisi kufanya vitu vikubwa zaidi katika upande huu wa web application, web development. Taratibu tutakuwa tukijifunza mambo mbalimbali pamoja hapa. Usikose mwendelezo, usikose video inayofuata.